Katika mkutano wa magavana wa shirika la maendeleo ya kilimo duniani, yani IFAD wa 43 ambao umemalizika jana tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2020 hapa Roma, Italia. Mkutano umekuwa na mafanikio makubwa sana, kwa sababu mkutano huu umejikita sana katika kujadili mipango mbalimbali, namna ya kuwekeza katika mifumo itakaoweza kuzisaidia nchi zote duniani kuweza kujitosheleza kwa chakula ifikapo mwaka 2030. Na kwa kweli mkutano huu umehudhuriwa na viongozi wengi mashuhuri, akiwemo rais wa Mali, wa Jamhuri ya Watu wa Mali, lakini pia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli alialikwa katika mkutano huo kuwa mmoja ya wazungumzaji wakuu, ambapo nilibahatika mimi kumwakilisha katika mkutano huo. Lakini pia walikuwepo viongozi wengine mashuhuri sana ambao wamehudhuria mkutano wa magavana hawa ambao umekuwa na mafanikio makubwa sana. Mijadala mingi ilijikita katika namna ambavyo hizi nchi zilizoendelea na zinavyoendelea zinaweza zikaweka mifumo thabiti ya namna ya kuhakikisha umaskini duniani unapungua kwa watu wanaoishi vijijini, lakini pia namna ambavyo Watanzania, namna ambavyo wanadunia kwa ujumla wataondokana na swala la njaa. Ifike mahali nchi zote duniani kusiwe na njaa, kusiwe na matatizo yoyote ya lishe, kuwe na uhakika wa usalama wa chakula. Kwa hiyo mambo haya yote yamezungumzwa kwa undani sana. Mijadala ilikuwa ni namna gani nchi hizi zinaweza kujitosheleza kwa chakula, zinaweza zikawa na lishe iliyo bora ambayo italinda afya za wananchi wote duniani katika nchi zote. Lakini pia yamejitokeza masuala mbalimbali ambayo yanahusu namna ya kuibua fursa zitakazowawezesha makundi maalum ya watu wenye ulemavu kuweza kujishughulisha na kuhakikisha wanakuwa na chakula na wanajitosheleza. Lakini pia makundi ya vijana wanavyoweza kushiriki kwenye kilimo na kuanzisha miradi mbalimbali endelevu na namna kinavyoweza kujikwamua kwa maisha yao. Lakini pia akina mama ambao inaonekana ndio wazalishaji wakubwa wa chakula, wazalishaji wa mazao mbalimbali, watashiriki vipi? Wataendesha miradi ya namna gani? Watasaidiwaje ili miradi hiyo iwe na manufaa, iwanufaishe, waondokane na umaskini uliokithiri katika maeneo mengi. Kwa katika mijadala hiyo ambayo ilikuwa na nguvu sana, nchi zote zimekubaliana na magavana wote wamekubaliana kwamba miradi ya shirika hili ilenge katika kwenda kuhakikisha inawafikia wakulima wa kule vijijini, kwa sababu umaskini mwingi uko vijijini na watu wengi wanaishi vijijini katika nchi zinazoendelea. Hawa ndio wasaidiwe moja kwa moja, makundi kwa makundi, vijana kwa vijana, akina mama, walemavu, wawe na miradi ya uzalishaji, kama ni mahindi, kama ni mpunga, kama ni matunda, kama ni mboga mboga, basi wakazalishwe, wakasaidiwe, wakapewe miradi ili waweze kuzalisha vya kutosha na wapate tija. Kwa hiyo imeelezwa kwamba katika huu mjadala teknolojia ni kitu muhimu sana ambacho kitasaidia sana kuboresha kilimo chetu. Dhana za kilimo zilizo bora, zana ambazo zitawezesha kila mtu kupenda kilimo, badala ya kuendelea kutumia jembe la mkono kwa kiwango kikubwa, watu watumie dhana zilizo bora katika uzalishaji, ili ionekane kazi ya kilimo ni kazi ya staha, ni kazi ya heshima, ni kazi kama kazi zingine. Hili limepewa uzito mkubwa katika majadiliano haya ambayo yameendelea. Lakini imeonekana kuna nchi nyingine zimesema hazihitaji hii misaada, ile zenyewe zinazo fedha za kutosha,
lakini hawaoni namna ya kuwekeza hizo fedha. Sasa tumekubaliana kama magavana wa hizi nchi zote chini ya IFAD kwamba tutafute sasa uwezekano hizi nchi kusaidiana kwa namna moja ama nyingine. Nchi zianzishe mashirikiano kati ya nchi moja na nchi nyingine, nchi mbili, nchi tatu zisaidiane, ili kusudi ionekane sasa hili janga la kukosekana kwa chakula duniani liwe ni janga la pamoja na la nchi zote. Tukiweka nguvu kwa pamoja, inaonekana inawezekana. Lakini jambo lingine ambalo limeonekana ni swala la msingi na linahitaji kusaidiana. Wapo wataalamu wa aina mbalimbali, wapo watafiti wa aina mbalimbali. Hawa wako katika nchi mbalimbali zilizoendelea na nchi maskini. Wataalamu hawa wakae waone ni miradi gani itaweza kuwasaidia makundi haya. Vijana watashirikishwaje? Wataanzishaje miradi? Watapata wapi fedha za kuanzisha hiyo miradi? Watapata wapi teknolojia za kufanya hiyo? Wakina mama watazalisha chakula, lakini pamoja na kuzalisha, wataimarishaje lishe? Watu watakulaje dunia nzima wale vizuri, ili magonjwa mbalimbali yasijitokeze ambayo yanatokana na kutokula vizuri, ikiwemo swala la lishe. Magavana wameongea kwa ukali, wameongea kwa hisia kali sana kwamba tunahitaji sasa swala la lishe lipewe uzito unaostahili katika nchi zote. Lakini masuala ya ushirikishwaji na haki za kina mama kwenye kilimo lipewe uzito unaostahili. Na sisi kama Tanzania tunaamini tumenufaika kwa kiwango kikubwa katika mkutano huu ambao umemalizika jana tarehe 13. Moja ya manufaa ambayo tumeyapata katika huu mkutano, nilipata nafasi ya kukutana na makamu wa rais wa IFAD, ambapo pamoja na mambo mengine tuliyosema kwa undani ni namna watakavyoweza kuisaidia Tanzania kuikopesha dola milioni 58 ambazo walishazitenga tayari kwa ajili ya kutukopesha. Lakini wamesema miradi ambayo tumeipendekeza kuna haja ya kuiangalia upya ili iwe ni miradi ile ambayo itakuwa na manufaa kwa walengwa, yaani watu wa chini. Hawataki fedha zije zifanye katika miradi ambayo haitawafikia wale walioko vijijini. Wanataka ni namna gani tueleze wanufaika wetu watanufaika. Na sisi tumepata hiyo nafasi, tukawaambia katika mtazamo huo sisi tunafikiri tutaenda kujipanga vizuri na wenzangu tukirudi nyumbani, ili tuone namna tutakavyoweza kutafuta pembejeo zilizo sahihi na kuwasaidia walengwa kuweza kuongeza uzalishaji wa mazao mbalimbali ya chakula, lakini pia mazao mengine. Lakini namna ya kuboresha utafiti wetu na kupata mbegu zilizo bora, kama ni mbegu za samaki, kama ni mbegu za mazao, kama ni mbegu za alizeti, kama ni mbegu za mahindi, kama ni mbegu za mikunde. Hizi mbegu zilizo bora zitawezaje kuzalishwa na zikawafikia watu wote wanaohitaji kule nyumbani, kule vijijini, ili wakazitumia katika kuzalisha na kuongeza mashamba. Tunaamini hili litawezekana. Tutajipanga sawa sawa, tutaweka mipango vizuri, tutaweka mradi vizuri, ili manufaa ya hizi fedha yawafikie moja kwa moja walengwa ambao ni wananchi waishio vijijini. Hili tumekubaliana nao. Lakini jambo la pili tunaokwenda kulifanya baada ya huu mkutano, nilikuwa tumeanza matayarisho, tunaenda sasa kuendesha mafunzo na mijadala kwa vijana mbalimbali, kuwahamasisha katika kanda zote za nchi yetu, ili wale waliomaliza vyuoni, wale ambao wamefikia form 4, wale ambao walikuwa wanazagazaga wapate fursa sasa
ya kuona ajira pekee ambayo iko wazi, ajira ambazo wanaweza kujiajiri ni kwenye kilimo. Kuwahamasisha hao vijana waende kuanzisha miradi ya kilimo kama kikundi cha vijana, kama ushirika wa vijana, kama mtu binafsi, waanzishe miradi ile, watumie akili, watumie maarifa, watumie kilimo cha kisasa ili kusudi tuongeze tija katika uzalishaji wa mazao mbalimbali. Nina imani vijana wanaweza, vijana watatoka. Na hii ndio maana tunatangaza sasa hivi mikutano mbalimbali ambayo imeshaanza kutangazwa Dar es Salaam na Tanzania, ili wale wenye nia ya kuwekeza kwenye kilimo wajitokeze. Tunataka vijana waangalie katika eneo la kuongeza thamani mazao, kama ni usindikaji, kama ni usafirishaji, kama ni masoko, kama ni chochote kinachowezekana katika mnyororo mzima wa kuongeza thamani ya mazao, waweze kushiriki vijana wetu. Lakini pia akina mama wazalishaji wakubwa nchini ambao kwa muda mrefu walikuwa hawana haki ya umiliki wa maeneo na kutambuliwa, tunafikiri ni wakati mwafaka kwenda kuwahamasisha akina mama waanzishe miradi, wawe na miradi, watambulike rasmi, waingizwe kwenye database yetu kama wazalishaji. Hili litatusaidia sana. Lakini jambo la tatu, wale wenye ulemavu, yani wale ambao wana mahitaji maalum, watu wenye mahitaji maalum, nao tuone ni miradi gani itawanufaisha, watafanyaje kazi, waweze kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa letu. Ninaamini kwa pamoja, kwa nguvu zetu sisi wote, kwa mwamko ulivyo mkubwa sasa hivi kwa Tanzania, kwa mvua zinazoendelea kunyesha, kwa ardhi tulio nayo, kwa mifumo mizuri ambayo tumeitengeneza, tunaweza tukafanya vizuri kabisa, tukaifanya nchi yetu iwe ni nchi yenye kipato kikubwa ifikapo mwaka 2025. Ni imani yangu kwamba kilimo ndio uti wa mgongo wa Watanzania. Kilimo ndio uchumi, kilimo ndio viwanda, kilimo ndio ajira. Umaskini wetu wote utatokomezwa kama watu wote tutafanya kazi kikamilifu. Kwa ni waombe Watanzania wote, watu wote wajitokeze kwa wingi katika zoezi tuliloamua kulianzisha. Kwanza la kujiandikisha kama wakulima ili waingie kwenye database yetu, waingie katika mfumo ambao tutawatambua kwamba wanalima eneo lenye ukubwa kiasi gani, wanalima mazao gani, wana mahitaji gani, ili tuweze kuwasaidia. Lakini tuwaunganishe na masoko, tuunganishe na wasindikaji, tuunganishe na wasafirishaji, huduma zote kilimo kiwe na takwimu zilizo sahihi. Kwa hiyo ndio maana tumesema tumeanzisha zoezi kubwa toka tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2020 kuanza uandikishaji wa watu wote wanaolima mazao mbalimbali. Uwe unalima mhogo, uwe unalima parachichi, uwe unalima alizeti, uwe unalima kunde, uwe unalima maharagwe, uwe unalima sijui mahindi, mpunga, iwe ni mazao ya kahawa au mazao mengine yoyote, kila zao tunataka tuwe na takwimu sahihi. Ni waombe waunge mkono jitihada za serikali za awamu ya 5 za rais wetu mpendwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli kuhakikisha kila mtu anajitokeza kujiandikisha. Wafanya biashara wajitokeze kuandikishwa, wasindikaji wajitokeze kuandikishwa, wenye magara wajitokeze kuandikishwa, ili mwisho wa yote tuwe na takwimu sahihi. Tuna chakula kiasi gani? Tuna uzalishaji kiasi gani? Tunahitaji pembejeo zipi? Kama ni mbolea, kama ni mbegu, kama ni madawa, kama ni chakula kimetunzwa wapi? Kama ni viwanda ni vipi? Vinachakata mazao gani? Vinahitaji malighafi gani? Vinahitaji watu wa namna gani? Kwa namna hiyo tutakuwa tumetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo inataka kila Mtanzania afanye kazi, kila Mtanzania adumishe amani na utulivu wa nchi yetu, ambao ndio msingi mkubwa wa maendeleo ya nchi yetu. Lakini inataka tuondokane na umaskini kabisa ifikapo mwaka 2025.
na hii inawezekana. Ndio maana katika mkutano huu wa magavana wamesema ili migogoro ipungue vijijini, ili matatizo yapungue vijijini, tuondokane, lazima tuimarishe uchumi imara wa huduma zote za muhimu kule vijijini. Tukiweka huduma zote za muhimu kule vijijini, tukawekeza vya kutosha, tukaweka miundombinu yote ya kutosha kule, tukaimarisha miji yetu, tukaipangilia vijiji vyetu, tukaweka uzalishaji vizuri, migogoro ya ardhi na wakulima na wafugaji, migogoro ya kugombana ikawa hakuna, ni rahisi kabisa nchi zikawa na maendeleo makubwa. Lakini la muhimu, kila mmoja aamini na ajue kilimo cha kisasa kinawezekana. Tutoke kwenye kilimo cha kujikimu, sasa twende kwenye kilimo cha kibiashara, kilimo cha kutumia teknolojia, kilimo cha kutumia akili na maarifa zaidi, kilimo ambacho kinatumia mbegu zilizo sahihi, pembejeo zilizo sahihi, ili uzalishaji uwe mzuri, tupate mazao mazuri, tupate chakula chenye usalama na chenye lishe. Watu wakila wawe na akili sawa sawa, watu wakila kila mmoja apendeze, watu wakila wafurahie. Ikifika siku ya wapendanao kama siku ya leo, basi watu kwa sababu wamelima vizuri na wamevuna vizuri, watoke na wenza wao wapendanao, waende wakale maisha mahali popote, wakifurahia mavuno, wakifurahia kazi nzuri walioifanya, wakifurahia ajira nzuri walionayo, wakifurahia uchumi wa nchi yetu. Nchi tajiri kama Tanzania haitakiwi kuendelea kuwa maskini. Yote yanawezekana. Kwa taarifa mbalimbali ndani ya Tanzania, habari za michezo, burudani, lakini habari za kisiasa, chambuzi mbalimbali, unaweza kuzipata kupitia channel yako mahususi Murwa yenye burudani nyingi ya Wazuhuru Television. Usikose subscribe channel yetu, alafu utakuwa wa kwanza kupata habari.